ilikuwa wanawake wanapokurubia kujifungua wanaingizwa katika chumba maalumu kwa ajili ya kujifungua, kama vile leba fulani hivi ya kienyeji. Atalazwa mwanamke kwenye kitanda, kile kitanda kitatobolewa tobo pale, na chini ya tobo lile katika uvungu wa kitanda patachimbwa shimo. Kisha wale wakunga wa kuzalisha, ikifikia wakati wa mwanamke kujifungua, watamsaidia kumtoa mtoto. Ikiwa mtoto ni wa kiume, hizo ni furaha, vigelegele, chereko, wameshangilia mtoto wa kiume amekuja. Lakini kama ni mtoto wa kike, pale pale anasukumizwa katika shimo na mama yake akiwa anashuhudia, alafu watu wanafukia kifusi cha udongo wakimfukia mtoto huyu wa kike akiwa hai na kupiga makelele. Haya wameeleza baadhi ya mufassirini wakielezea ukatili waliokuwa nayo ahlul jahiliya kwa mtoto wa kike, na haya ndio aliyoeleza Allah kwenye Qur'ani. Hiyo ni suratul Nahl. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu at-Takwir aya ya 8 anasema wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, na pindi mtoto wa kike aliyezikwa hai atakapoulizwa siku ya kiyama, maana Allah subhanahu wa ta'ala hatowaacha watu hawa na matendo mabaya waliomfanyia mtoto wa kike. Wallahi watahisabiwa na watakuja kujuta kwa namna walivyomdhulumu na kumnyanyasa mtoto wa kike. Ndio Allah anasema wa idhal maw'udatu su'ilat, na pindi mtoto wa kike aliyezikwa akiwa hai atakapoulizwa bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa dhambi gani basi ameuawa, amekosa nini huyo mtoto wa kike mpaka mmemuua? Atakuja kuulizwa mtoto wa kike, na wale waliomfanyia ukatili huu watatafuta majibu ya kuyatoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema ahlul ilm, wal maw'uda hiya al bint tudfanu hayya litamuta tahta at-turab. Al maw'uda katika aya hii ni mtoto wa kike ambaye alikuwa akizikwa hali ya kuwa yuko hai mpaka afe katika mchanga. Wa idha salimat min alwa'di wa 'ashat fa innaha ta'ishu 'aishata almahana. Na wanasema ulama, na ikiwa atasalimika huyo binti huyo, ikiwa hata uwawa akasalimika na kufukiwa akiwa hai, wa 'ashat, na akaishi, fa innaha ta'ishu 'aishata almahana, basi kwa hakika huyo binti ataishi katika maisha ya udhalili mkubwa, ataishi katika kudhalilishwa. Wanasema ulama, falaysa laha haqqun fi mirathi qaribiha mahma kathurat amwaluhu, binti huyo atakuwa hana haki yoyote katika kumrithi ndugu yake wa karibu aliyekufa, hata kama huyo ndugu wa karibu ameacha mali nyingi kiasi gani, labda kafelewa na baba yake au kafelewa na mama yake au kafelewa na mume wake, hatopata chochote katika mirathi. Hapewi hata sumni, hata kijishamba cha robo hatua hatopata. Hana haki kabisa katika mirathi. Kwa nini? Kwa sababu ni mtoto wa kike. Anaambiwa huna chako hapa, huna chako, mali yako utaipata huko kwa mume wake, na mume wake pia anamwambia na wewe huna chako, hivi ni vya watoto. Basi mwanamke alikuwa hivyo, na ziko baadhi ya mila mpaka hii leo, na yako baadhi ya makabila mpaka leo, na kuna watu mpaka leo wengine ni wasomi, wanasifika na vyeti mbalimbali, certificate kubwa kubwa, wametembea nchi nyingi, lakini bado ni wapumbavu kwenye kumdhalilisha na kumtweza mtoto wa kike. Mtoto wa kike hana kitu nyumbani kwao, midume mikubwa, mibaunsa iliyojazana yenye mabodi makubwa ndio inahodhi mali, alafu yule mtoto wa kike mnyonge asiye na nguvu ambaye hawezi kujiendesha mpaka asimamiwe, ananyimwa kila kitu. Tunayajua baadhi ya makabila, hata hapa Moshi yako makabila yana ukatili katika kwa mtoto wa kike. Sasa hivi kidogo wananyooshwa,
Si kama ni jambo zuri sana, lakini kwa ulimwengu umebadilika. Sasa kuna baadhi ya watu ule ukatili unapungua, si kwa sababu wanampenda mtoto wa kike. Mifumo ya kiserikali inawanyoosha watu, wanaburuzwa mahakamani kweli kweli na watoto wa kike. Na kuna madawati hayo yamefunguliwa, yanaitwa madawati ya kijinsia. Pana mawakili hapo wa kujitolea. Subutu kumdhalilisha mtoto wa kike katika zama hizi, utakoma. Kwa hivyo watu wanatolewa kamasi katika mahakama, wengine wakinyang'anywa mali zote. Sasa kidogo watu wamekuwa na uoga. Utaona watu wanawaheshimu dada zao, watu wanawaheshimu wake zao. Lakini katika baadhi ya makabila yetu hapa Kilimanjaro yalikuwa yanafanya ukatili mkubwa sana kwa mtoto wa kike. Hana kiamba, hupati. Lakini Uislamu, kama tutakuja kuona huko mbele, haukumfanya hivyo mwanamke. Mwanamke katika Uislamu ametambulika, ana fungu lake. Mwanamke katika Uislamu ni queen, ni malkia muheshimiwa kabisa. Tutakuja kuyaona hayo.